Yaani leo Giant wa Algeria unaita timu ndogo. She, wewe vipi? JS Kabylie ni mkubwa. Sema sasa kutana nao na uzito wake, sasa amekutana na heavyweight, ni mtu mkubwa zaidi. Yanga ni mkubwa kuliko yule. Yaani sisi ni wakubwa, wao ni wakubwa ligi ya kwao. Ni wakubwa katika Afrika, ni mkubwa kwa makombe, na nimekupa hizo takwimu zao. Sema amekuta na sasa Yanga, unajua sisi nimekupa mfano Baraka. Baraka unataka ujue, nimekupa mfano. Yanga amemfunga Usma pale Algeria finali. Yanga amemfunga Kabu African Tunisia. Yanga amemfunga TP Mazembe ambao anachukua vikombe, amepiga nje ndani. Yanga ameenda kumfunga Mamelodi amekataa goli. Yaani wewe unasema Yanga timu ndogo. Kwa hiyo mtazamaji wa S500 TV, tupo na mwalimu Yanga nyungu ya mawe, waziri mkuu wa mashabiki, baada ya mchezo wa Young Africans dhidi ya JS Kabylie ya huko Algeria. Bwana mwalimu, vipi? Kwanza kwa kipekee lazima watu wapongeze wachezaji wa klabu ya Yanga kokote walipo. Lakini jambo kubwa kuliko lote ni lazima tumpongeze mfadhili wa klabu yetu GSM kwa kazi kubwa ambayo umeifanya. Lakini kwa yote manake ni lazima tujipongeze na sisi kwa ujumla. Baraka, sisi ni wakubwa katika Afrika. Mwalimu, au kwa sababu ya pointi 4? No, sio kwa sababu ya pointi 4. Baraka, sisi tumekutana na JS Kabylie. JS Kabylie ni miongoni mwa timu chache katika Afrika wana CAF Champions League. Wana CAF Champions League mwaka 81, wamechukua mwaka 90. Tumekutana na timu ya CAF Champions League ambayo wamechukua ubingwa. Lakini ndio timu ambayo imechukua makombe mengi katika ligi ya Algeria. Wamechukua vikombe 14. Katika uwanja wao wamecheza mechi 13 wakiwa nyumbani. Hawajafungwa katika mechi 10 zote wameshinda. Katika mechi 3 tu ndio wametoa sare. Hiyo ni timu ya namna gani? Unasema timu rahisi? Hii timu tangu mwaka 1969 na mwaka 70 tangu walipopanda ligi kuu ligi kuu ya Algeria, wamekaa miaka 56 bila kushuka daraja. Vilabu vyote tunavyoona si Msaja, si nani, Sabizadi, wote wale washa kushuka daraja. Kwa hiyo tulikutana na timu ambayo ni kubwa, lakini sasa sisi ni wakubwa barani Afrika, tuko nafasi ya 8. Hii timu ukubwa wake kama waliweza kwenda katika timu kama Club Africain anafungwa nyumbani kwake Mwarabu. Usma anafungwa finali Mwarabu. TP Mazembe na makombe yake ya CAF Champions League na shirikisho almost amechukua vikombe 9. Anafungwa home and away na hii klabu. Mamelodi, bingwa kihistoria, bingwa muda wote, timu ambayo inatawala mpira wa Afrika, wanaweza kusumbuliwa na Yanga, wanafungwa nyumbani kwako, refa anaweka goli mfukoni. Hiyo timu unasemaje ni timu ndogo? Yaani timu ambayo National wanakuja wana hofu, hawapati matokeo mbele hiyo klabu. Yanga wanaongoza kundi mbele ya National ambao ni bingwa kihistoria katika CAF Champions League, lakini wako on the top, wako katika wanaongoza kundi. Unasemaje hiyo ni timu ndogo? Timu ina historia kila aina ambao unafahamu wewe. Kwa ukubwa huo na makombe hayo, tumeonesha Afrika kwa sasa tumaini. Baba wa mpira wa Afrika, Yanga Sports Club, sasa anaonesha ukubwa wake kwa vitendo. Sio rahisi kupata pointi 1 katika ardhi ya Algeria, tena timu kama JS Kabylie kwenye CAF Champions League. Ligi yao iko kwa ubora, isopungua nafasi ya 4 kwa ubora. Sisi katika kundi letu ligi 5 bora barani Afrika wote tuko. Unazungumza National ambao katika nafasi ya kwanza kwa ubora barani Afrika, lakini ligi yao nafasi ya kwanza kwa ubora. Unazungumza FC Rabat, ligi ya Morocco nafasi ya 2 kwa ubora ligi ya Morocco. Unazungumza Algeria, unazungumza Tanzania, ligi nafasi ya 5. Tupo katika kundi ambalo wanasema kundi la kifo, lakini muaji mwenyewe ni Yanga Sports Club na wanaonesha hayo matendo. Kwa sisi kwa kipekee lazima tufurahi kwa sababu tumepata pointi 4. Huo ndio kubwa, na sisi ni kama tumaini na ni mkubwa kwa sababu mkubwa lazima ana sifa zake. Ni kuambia Baraka, katika nchi timu zote zimecheza mashindano ya CAF. Uongo kweli? Katika timu pekee iliyofunga mechi ya kwanza pekee yake katika mashindano ya CAF ni Yanga Sports Club, si ndio? Pacome leo hajaonekana kabisa zile mbwembwe zake. Yaani duniani. Sikiliza Baraka, duniani kuna wachezaji wawili tu duniani wanaweza kupa burudani. Ukimwacha mchawi Lionel Messi. Yaani ukimwacha Messi, anefuata duniani ni Pacome Zouzoua Zidane wa Afrika.
Pedro. Yule ni mtu ambaye ana uhakika anakupa burudani na kuburudisha. Yaani ukimwacha Messi kuangalia mechi zote, ukimwacha Messi anaweza kukupa burudani. Mwingine ambaye amebaki duniani, sio kwa Afrika, duniani ni Pacome. Majarida mbalimbali yameandika, majarida ya Algeria, kwa jinsi gani huyu kiumbe anaitwa national team ya Ivory Coast. Huyo kiumbe ni cha kawaida. Yaani Afrika nzima wachezaji wako kote, pembezoni kote, lakini wamesema the best players katika Afrika ambao wanastahili kuvaa jezi ya samani ya Ivory Coast ni Pacome Zidane wa Afrika. Huyo ni mchezaji wa kawaida. Nenda kaangalia ile mechi, wa mabeki wanakuja watatu, lakini Pacome anachukua mali, anachukua na kijiji chake. Yaani kama kuna mtu ambaye ama mchezaji ambaye inapaswa kumtengenezea sanamu. Na hizo kazi yangu, hii ni kazi ya watu wengine ambao bodi ya ligi, kwa sababu ndo anatangaza thamani ya ligi kuu. Yaani leo ukisema thamani ya ligi kuu ni mchezaji gani ambao utasema ni Pacome Zouzoua. Young Africans leo ilibidi ataondoke na ushindi, lakini thamani ya wachezaji kama kina Celestine Ekua, Prince Dube wanafanya maamuzi ambayo wengine hawajaridhika nayo, lakini pia mtu kama Mohamed Doumbia anashindwa kufanya maamuzi sahihi kwenye nyakati sahihi. Watu wanazungumza kwamba Young Africans ni kama sare hiyo imeiokota, lakini bado walistahili kupata zaidi ya hapo. Kwanza wewe Baraka unatakiwa ule, nimekupa takwimu, amecheza mechi 13. Nani sasa huyo? Jesse Kabili kacheza mechi 13 akiwa nyumbani kwake. Kashinda mechi 10. Kashinda mechi ngapi? 10. Katoa sare hizi 3. Huyo mdogo. Yaani leo mashindano yote. Yes, mashindano yote. Unaona hao wote hapa, ameenda pale National amekufa, ameenda nani wale Kenoz wamekufa, timu kubwa wamekufa. Waliopata sare ni Mamelodi peke yake pale katika ule uwanja. Katika CAF Champions League amecheza mechi 5 pale. Mechi 4 ameshinda zote, ametoa sare 1. Kwa hiyo ni mtu wa kawaida huyo. Yaani unaona mtu wa kawaida, yaani National bora yake wanakufa. Wewe unaona mtu wa kawaida huyo? Kwa Jesse Kabili. Yes, wewe unaona mtu kaida. Yaani katika historia yake pale katika uwanja National ashafungwa. Yaani klabu ambayo ilimfunga pale uwanjani kwake ni timu moja tu. Na hiyo timu yenyewe ambayo ni Constantine peke yake ambaye alifunga goli moja bila. Kwa leo unapotaja Jesse Kabili, kwanza lazima useme sio Jesse Kabili ni mtu mdogo Baraka. Mtu amechukua CAF Champions League mwaka 81, amechukua mwaka 90. CAF Champions League unasema ni timu ndogo ya Baraka? Timu ina vikombe 14 ambao amechukua ligi ya kwao. Ni timu ndogo Baraka? Yaani leo Giant wa Algeria unaita timu ndogo? Wewe vipi? Jesse Kabili ni mkubwa. Sema sasa kutana nao na uzito wake, sasa amekutana na heavyweight, ni mtu mkubwa zaidi. Yanga ni mkubwa kuliko yule. Yaani sisi ni wakubwa, wao ni wakubwa ligi ya kwao. Ni wakubwa katika Afrika, ni mkubwa kwa makombe, na nimekupa hizo takwimu zao. Sema amekuta na sasa Yanga, unajua sisi nimekupa mfano Baraka. Baraka unataka ujue, nimekupa mfano. Yanga amemfunga Usma pale Algeria finali. Yanga amemfunga Club Africain Tunisia. Yanga amemfunga TP Mazembe ambao anachukua vikombe, amepiga nje ndani. Yanga ameenda kumfunga Mamelodi amekataa goli. Yaani wewe unasema Yanga timu ndogo. Kwa hiyo Young Africans kuondoka na alama 4 mpaka hivi sasa inaondoa taarifa kwamba Young Africans wamepanga kwenye kundi gumu. Nimekwambia hivi au inabaki pale kwamba Yanga kwenye kundi gumu. Nimekwambia hivi, wao walisema kundi la kifo. Tumekubaliana ni kundi la kifo, na mimi nimekupa sababu kwa nini kundi la kifo. Katika ligi 5 bora barani Afrika ziko mule. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ile kundi unaliweka vipi? Sasa ile kundi sasa muona Yanga ndio anaongoza on the top. Anatufuata National. Kwa National na wenzake wanatakiwa wauane. Yaani pati mwambie tumekubaliana kwa nyinyi watatu, nyinyi Waarabu nyie. Mchague ni nani ambaye ataenda na Yanga katika robo finali. Tumeshachukua pointi 4. Na hii sheria ugenini angalau chukua pointi 1 au pointi 3. Ukija nyumbani unamuua. Na sisi National tuna kawaida ya kumuua. Unanielewa sijui? Yaani National leo National akicheza usiku ataomba usiku na mchana apate matokeo, kwa sababu anakuja kukutana na mtu mzito, mtu ambaye ashamfunga, mtu ambaye ashakuja kufanya vibaya. Na hii kipekee kwa sababu tunaongoza pointi 4. Tuna uhakika tuna mechi 2 nyumbani Zanzibar katika Guantanamo ambao tuna uhakika atachukua pointi 6 ambao na zile 4 na pointi 10. Kwa National na mwenzake FC Rabat pamoja na Jesse Kabili wanatakiwa kubaliane ile ndege ya Yanga ile. Ticha bwana, watu wanasema kwamba koki msikia mtu anasema Young Africans pala amekaa juu kwa muda tu.
hana mwendo. Young Africans nafasi yenu, mtarudi kwa nafasi yenu ambayo mmeizoea. Unamsikia unamfikiriaje mtu akisema kauli kama hiyo? Sasa pale juu kama tembo kakaa juu ya mti tu. Sasa natakiwa uelewe kitu kimoja. Sisi ni wazoefu wa mashindano ya CAF Champions League. Ni wakubwa. Uzoefu mpata lini mwalimu? Swali zuri sana. Nimekupa mfano mzuri. Sawa? Sisi ndo timu pekee katika ardhi ya Tanzania ambao tumeenda katika group stage mara 3 mfululizo. Hakuna hiyo timu. Unanielewa? Nikakupa mfano mmoja mzuri Baraka, nikakwambia ni sasa na mwanao. Unanielewa? Nikakupa mfano mwanao ambao anasoma katika kidumu na ufagio. Ukimpeka katika shule ya English medium ata struggle kwa sababu atakuta mfumo tofauti. Umenielewa Baraka? Sasa sisi katika CAF Champions League huu tuko katika group stage ni mwaka wa 3. Ni sawa na mtu ambaye yupo katika English medium, mtu ambaye akitoka sehemu tofauti akija huku atakuwa ni mgeni. Sasa unasema uzoefu miaka 3 ni midogo? Miaka 3 ni midogo? Yaani miaka 3 katika mashindano ya CAF Champions League. Wewe unaona midogo wakati hakuna timu katika Tanzania imeenda mara 3 mfululizo. Wewe unasema ni ndogo hiyo? Young Africans wanaiona kiongoza kundi mbele ya Al Ahly FAR Rabat pamoja na JS Kabylie. Nani anaongoza kundi sasa hivi? Unaiona Young Africans? Hajajibu swali. Nani anaongoza kundi? Anaongoza kundi. Young Africans kabla ya Al Ahly hajacheza bado. Sikiliza. Al Ahly akicheza nitajua kama anaongoza kundi mpaka Christmas ama ikoje. Baraka kitu kimoja. Hapa tushindani kuongoza kundi, tushindani jambo moja tu. Tunahitaji kwenda katika robo finali kwa bingwa barani Afrika. Sisi tumesema hao 3 Waarabu watajichagua wenyewe ni nani aende na Yanga ni basi. Si kuongoza kundi, si nini. Sisi mwisho wa siku tunahitaji kwenda robo finali kwa bingwa barani Afrika kama mwanzilishi wa mashindano ya CAF Champions League na kama muasisi. Yaani muasisi anakosekaje katika robo finali kwa bingwa barani Afrika? Ni lazima tupambane. Tumepambana Algeria, tumechukua pointi, watakuja hao wengine. Hao Waarabu watakuja wote katika Guantanamo. Tuna uhakika timu yote ambayo ikija katika ardhi ya Zanzibar ni lazima tuchukue pointi 6. Kama tukichukua pointi 6 tunakuwa na pointi ngapi? 10. Kwa watachaguana ni nani mwenye 9, mwenye 8, ni nani aende na Yanga Sports Cup. Sisi tunahitaji kuchukua pointi 10 kwanza, alafu ndo mpige hesabu Yanga aende na nani. Medium lazima struggle. Uongo kweli? Uongo kweli? Lazima apate tabu, ndio inachomtokea Simba. Alikuwepo katika kidumu na ufagio, amekuja katika English medium. Ni mambo tofauti, timu tofauti wakubwa, ni lazima wa struggle. Kwa sisi tumebeba bendera ya nchi na tumebeba matumaini ya vilabu vyote ligi kuu Tanzania bara na vilabu vyote ambavyo vinashiriki kwenye CAF Champions League. Kwa sisi tunapaswa kupongezwa na inapaswa mashabiki wa Simba kokote walipo kwa sasa kwanza kuiombea klabu ya Yanga Sports Club iendelee kufanya vizuri, lakini mashabiki wa Simba waendelee kupiga saluti. Bwana, maswali yangu kwanza, kocha mmelizika naye Pedro? Yes, kocha best. Kocha ana mbinu za Falls alikuwa anapotezea muda. Hapana. Kila kocha anakuja na mbinu zake na kila kocha ana ufundi wake. Huyu lazima ufahamu, huyu amefundisha Angola, ni Mreno. Umesikia? Wareno ndio sehemu ambapo duniani wanasema ndio sehemu ambapo wanajua kuvumbua vipaji na kutengeneza formation nyingi. Umeelewa? Leo hii unamuona Jose Mourinho amekuwa the best kocha kwa sababu anatokea Ureno. Ureno ndo kuna makocha ambao ni makatili ambao wanajua kufundisha mbinu za kisasa. Kocha hili nani? Pedro. Ni Pedro. Pedro huyu amefundisha Angola. Wakina Zito, kina Vamba, muone timu ya Angola. National timu ya Angola amefundisha. Huyu manake amekuja katika timu ya daraja lake na amebahati nzuri nimekwambia. GSM kazi kubwa ambayo wameifanya chini ya mwenyekiti wa vilabu vyote na rais wa klabu ya Yanga Engineer Said kusajili the best players, African class players, daraja A la Afrika wamekuja katika klabu yetu. Leo unamwona kuwa kaza anafanya, unaona Pacome, majarida mbalimbali yanamwandika kwa ubora, sio kwa bahati mbaya, kwa sababu kuna watu wametoa fedha kuwaleta hawa viumbe kuja kuhudumia mpira wa Afrika. Yaani leo unaona Tanzania Pacome leo hajaonekana kabisa zile mbwembwe zake. Yaani duniani. Sikiliza Baraka, duniani
Kuna wachezaji